Mwambipile, mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Wanasheria Wanawake almaarufu TAWLA. Kama tunavyojua, mwezi huu wa 3 ni mwezi ambao tunawasherehekea wanawake, na sisi kama TAWLA tumekutana hapa Dodoma na wadau mbalimbali kutoka serikalini, wasaidizi wa kisheria, wadau kutoka mashirika yasiyokuwa kiserikali kuja kujadili kuhusiana na tunatambua kwamba utekelezaji wa dira 2050 inaanza kutekelezwa mwaka wa fedha unaoanza mwaka huu mwezi wa 7. Na kwa kulitambua hilo, sisi kama wadau tumeona kwamba ni muhimu basi tuanze sasa kufanya majadiliano ya moja kwa moja, hasa tukitizama kuhusiana eneo zima la sheria. Na sisi kama mnavyojua, sisi wanawake wanasheria, kazi yetu kubwa ni sheria, kuona kwamba tunakuwa na sheria ambazo hazimkandamizi mtoto wa kike au mwanamke kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tumepitia na tumejadiliana kuhusiana na sheria ya ndoa, na tumeona kwamba kuna umuhimu wa kuongeza miaka, kama ambavyo tayari kumekuwa kuna hiyo mijadala ambayo imekuwa ikiendelea kwamba mtoto wa kike asiolewe akiwa na miaka 14 na 15, tunatamani ipandishwe. Tumezungumzia masuala ya mitandao na matumizi yake na umuhimu kuwa na sheria ambazo zitamlinda mtoto wa kike kwa namna moja au nyingine. Tumejadiliana kuhusiana na umuhimu wa mtoto wa kike kuendelea kusoma shule, kuelimika. Kwa hiyo ni mambo machache ambayo tumejadiliana leo. Kwenye dira ya 2050 inaongelea mambo mengi sana, na inatutaka Watanzania inapofikisha miaka hiyo 25, tunapofikia hiyo miaka 25, kama tunavyotambua mwaka 50 ni miaka 25 ijayo. Na kwa misingi hiyo basi tunatamani kuona kwamba maendeleo ili yaweze kupatikana yanahitaji wanawake kwa wanaume, lakini pia tunahitaji kuwa na sheria ambazo zitalinda hizi jinsia zote mbili, na pale jinsia hizi zote mbili zinapokuwa zimelindwa, tuna uhakika kwamba maendeleo yanaweza kufanyika. Sasa pale utakapoona kwamba mtoto wa kike ameelimika ipasavyo, tambua kwamba masuala mbalimbali yanayohusiana maendeleo ya nchi hii yanaweza kufanyika vizuri zaidi. Lakini pale tutakapoona kwamba mifumo ya kisheria na kisera imewekwa vizuri, mtoto wa kike afanyiwe vitendo vya ukatili wa kijinsia, tambua kwamba kwa sababu sasa jamii inakuwa na watu ambao wana amani. Ukitizama hata katika familia zetu, zile familia ambazo zina amani, kuna maendeleo ndani ya ile familia, si ndio? Kwa hiyo tunatambua kabisa kwamba kama na katika kuanzia ndani ya familia hakuna masuala ya ukatili wa kijinsia, kuna amani ndani ya ile nyumba, na maendeleo yanaanzia ndani ya nyumba yanaenda taifani. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba tutapata maendeleo makubwa zaidi. Na kwenye mambo mbalimbali kama dira ambavyo imeongelea mambo mengi, imeongelea masuala ya madini, imeongelea masuala ya utalii, imeongelea mambo mengi. Kwa hiyo pale tukiwa tumeshirikishana kwa namna moja au nyingine na wadau wote wakafanya kazi kwa pamoja, tuna uhakika kwamba nchi yetu miaka 25 ijayo haitakuwa kama sasa hivi, itakuwa kama Dubai.